mbona mtu anaulizia swali kuhusu hukumu ya mwisho au mwisho wa waovu? Ni kwa sababu ya mambo kadha, ila yale ambayo nimeyasikia ni kwa sababu, naomba uwekee kijana naye nini yake, video yake. Ni kwa sababu watu mtu anapofika pahali ambapo umetoa ushahidi ya kwamba Mungu hajahusika kabisa katika vifo ambavyo vimetokea katika historia na hasa vilivyorekodiwa kwenye maandiko, wanaanza kuuliza swali, okay, sasa kama Mungu hajakuwa akifanya haya yote, basi nani ambaye atakayewaadhibu wa dhambi? Ni shetani atawaadhibu? Watajiadhibu? Nani atakayewasha moto? Kwa maana hata shetani mwenyewe atakuwa anateketezwa kwenye moto huo. Sasa, hayo ni maswali mazuri. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kimejificha nyuma ya maswali haya. Na kitu chenyewe ni kwamba mwisho wa uovu wakati mwingi huwa ni kiwakilisho cha mtazamo ambao binadamu anakuwa nao kuhusu hatima ya waliomkosea. Yaani huo unajiweka katika ile picha ya kwamba yeye aliyenikosea ni kitu gani ambacho akitendewa kitaniridhisha. Ndiposa inakuwa rahisi kukubali nadharia ya Mungu kuunguza watu kwenye moto wa jikoni. Nikitumia moto wa jikoni inakuwa ni sentensi ambayo angalau inasisitiza aina ya moto inayozungumziwa na wengi katika mawazo yao, au tanuri la Nebukadneza. Mbona nasema hivyo? Ni kwa sababu katika mada hii ya tabia ya Mungu, kile ambacho kimekuwa wazi ni kwamba tabia ya Mungu nao enzi ni kiwakilishi tu ya tabia ulio nayo moyoni. Ni kioo ya kitu kimoja, unavyopenda mambo yatendeke. Ungemfanyia nini adui yako wakati ambapo ungepewa ruhusa ya kumwadhibu? Ila kwa sasa hujapewa ruhusa ya kumwadhibu, ungetamani Mungu wako amuadhibu huyo mtu. Na ghadhabu gani ambayo itakuridhisha? Ndiposa nisome theolojia zilizo hapa, alafu tutasaidia kutafsiriwa. Theolojia naweza enda kuzisoma ni summary ya theolojia ya wazee wengi ambao wametangulia wa kanisa za Kikristo. Whether ni kanisa la Kikristo bandia ama kweli, mimi hiyo sio hoja yangu. Haya ni mawazo kuhusu jinsi ambavyo watu wanavyoona kuhusu hekima yao na uelewa wao kuhusu Mungu atakavyo waadhibu wakosaji siku za mwisho. Unajua kitu cha ajabu ni kwamba wakati mwingi tunapozungumzia pointi hii, moja kwa moja tushajihesabia utakatifu. Kwa maana sisi tayari tumeshajiondoa hata kuwa kwa, yani umesikia, ni hukumu ya nini? Ya waovu. Yani hapo tayari wewe ushajihesabu wewe utakuwa hapo. Wewe ushajihesabu wewe ni wapi? Wewe ni mtakatifu huku. Na unatamani sana iwe ya kuumiza sana. Unaelewa? Moto kama wa umeme. Sasa naomba usikize hapa. Anasema hivi, in order that the happiness of the saints, ili kwamba furaha ya watakatifu may be more delightful to them, iwe ya kupendeza sana, and that they may render more copious thanks to God for it, na kwamba waweze kumshukuru Mungu sana kwa ajili hiyo. They are allowed to see and perfectly the suffering of the damned. Wanaruhusiwa kuona kwa uzuri kabisa mateso ya wale waliopotea. Hiyo sentensi imeingia kwenye akili yetu. Naam. Yaani ndiposa furaha ya watakatifu iwe imejaa, ifurike. Ndiposa ifurike na waweze kumtolea Mungu sifa na shukurani zilizojaa. Inapaswa waruhusiwe waone mateso ya watakaopotea. Sasa hapo inakuwa ni kana kwamba wao walienda mbingu, walifanya jitihada ya kumchagua Mungu kwa kuogopa ule moto. Na sio tu hivyo, hii inadhihirisha ya kwamba watakaokuwa mbinguni watakuwa wameingia mbinguni ila wana chuki kubwa sana dhidi ya wale waliopotea. Watakuwa wameenda mbinguni, watakuwa wameenda kule, lakini wana maumivu dhidi ya watu waliowatendea.
Na pale unapofurahia sana yuko mama yako na baba yako au na mjomba nao waliopotea, lakini wewe hujali wala huna nani chembe ya huzuni hata kidogo. Niende mbele. Hiyo ni ya watu hasa, ni mbingu ya watu wasio na mshipa wa huruma. Niende mbele, anasema hivi. The view of the misery of the damned will double the ardor of love and gratitude of the saints in heaven. Mateso ya watakaopotea itaongeza mara mbili upendo na shukurani ya watakatifu watakao kuwa mbinguni. Hivi unanielewa vizuri kweli? Hii ndio roho iliyo nyuma ya ziwa la moto hii. Hiyo nakumbuka kwenye kanisa la Waadventista Mama White akawaambia kwamba yeyote aliyebuni wazo la jehanamu anafaa chunguze ni roho gani iliyofanya kitu gani iliyomvuvia. Sasa roho iliyo nyuma ya jehanamu, hiyo ya mahali ambapo watu wanaungua kidore kimoja miaka 1000, chawa moja miaka 1000. Roho iliyo nyuma hapo ni roho inayotaka kufurahia yule jirani aliyesongesha mipaka atakapokuwa anaungua, aliyezulumu shamba lako, yule aliyekuuia mume kwa sababu ya shamba atakapokuwa anateseka jehanamu. Hiyo roho ni itakayofurahia ndiyo iliyo nyuma ya wazo ya jehanamu. Ya yule ambaye ulienda kumhubiria nyumbani kwake akakufukuza na akakutupia mate. Usikuone hapa tena. Unamwambia chako kipo wapi? Kipo motoni. Sasa mwingine anaendelea anasema hivi. The philosophical quotes, achana na hiyo. Tuende hii. Sasa huyu anaitwa S.H. Spurgeon. Unamjua? Spurgeon anasema hivi. If sinners be damned. Unajua akishasema hivyo tayari yeye hayupo kwenye category. If sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. Anasema ikiwa watakatifu ikiwa waovu watapotea, angalau wacha wakuwe wakirukaruka kuelekea jehanamu juu ya miili yetu ambayo imekufa. Anamaanisha nini huyu mtu? Anasema hivi. And if they perish, ikiwa watapotea, let them perish with our arms wrapped about their knees. Iweze kuwa wanapotea ila mikono yetu imeshikilia miguu yao wasiende kupotea jehanamu. Imploring them to say, tukiwapembeleza tukisema ya kwamba if hell must be filled, ikiwa jehanamu itajazwa, let it be filled in the teeth of our extortion. Wacha ijazwe na meno yaliyojaa maombi yetu na vilio vyetu kwa hawa watu. Let not one go unwarmed and unprayed for. Napenda roho hii. Hii roho naipenda hii. Yaani ni roho inayosema ya kwamba ikiwa watu wataenda jehanamu, wacha waende tukiwa tunalia. Hivyo kwa kweli unafikiria kwamba tunapozungumzia watu watakuwa wanaungua jehanamu miaka, hata kama ni siku kachache, shetani ataungua sana, wale waovu wataungua siku 2-3 wa Adventista hao. Unafikiria roho iliyo nyuma ya mawazo yetu tunapozungumza hayo maneno ni hii? Hapana. Ni roho ya kinyongo, ni roho ya kulipa kisasi inayoongoza mwanadamu. Mungu naye muabudu ni kioo tu ya tabia yako. Na jinsi ambavyo Mungu naye muabudu ni mgumu na ni mkatiri, ni udhihirisho wa ugumu na ukatiri uliojaa ndani ya moyo wako. Na uliojaa ndani ya moyo wangu haijarishi mimi ni mtu gani. Sasa ziwa la moto katika maandiko ni kitu gani? Ni vizuri kuanza mahali ambapo tunafaa tuanze. Kristo alipokuja duniani hapa, alikuja kwenye maandiko yanatuambia aonje kifo kwa ajili ya kila mmoja. Kitabu cha Waebrania 1 hicho. Naomba nisome kwa Kiingereza. Na napenda kipindi hiki kisiwe kirefu, lakini pia kisiwe kifupi kwamba tusiweze kupata pointi husika zitakazo ng'oa kwenye mizizi ushetani ambao shetani ametuvuvia kwenye akili. Kitabu kinachoitwa Waebrania 1. Naomba nisikize kile ambacho maandiko yanatuambia hapa. Ni Waebrania 1 ama Waebrania 2? Waebrania 2 samahani. Tuanzie ule mstari wa 14 inasema, For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also likewise took part of the same, that through death
he might destroy him that had the power of death, that is Satan. Kwamba Kristo alichukua mwili aonje kifo, na kupitia kifo chake amuangamize yule aliyekuwa na nguvu za kifo, ambaye ni Shetani. Okay. Now, naomba tena nirudi nyuma kidogo, nisome nyingine iliyo hapa. Twende ile mstari wa 15. And deliver them who through fear of death were all their life subject to bondage. Kwamba awaweze kuwaweka huru wale wote ambao walikuwa katika maisha ya hofu, wakiwa mateka. Kwa kupitia hofu ya kifo waliwekwa kuwa mateka. Haya, asante. Sasa tukishapata hiyo, naomba tuunganishe na hii iliyo hapa. Kitabu cha Mwibrania 2:9 anasema, but we see Jesus, tumeona Kristo, who was made a little lower than the angels, aliyefanya kuwa mdogo kidogo kuliko malaika. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya mateso ya kifo. Kwa hivyo Kristo alichukua mwili wa mwanadamu ndiposa aweze kujitia chini ya mateso ya kifo. Kifo gani? Kifo ambacho wanadamu wamekuwa wakiogopa. Baada ya hapa nasema, crowned with glory and honor, that by the grace of God, kupitia rehema za Mungu, hii ndio point, grace of God should taste death for every man. Aweze kuonja kifo kwa ajili ya kila nini? Sasa sikiza. Haki bandia, kwa niaba ya kila mmoja. Haki bandia imetuaminisha ya kwamba Mungu alihitaji tunapokosa atuadhibu. Hiyo ndio haki ambayo tunaijua binadamu yeyote kuanzia Adamu. Na tukairithi. Kwa hivyo sisi tunaamini ya kwamba tulihitaji kuadhibiwa kwa ajili ya neema ya Kristo na neema ya Mungu, akaja aonje hiyo mauti tuliyoisema Mungu anahitaji aitoe. Kwa hivyo Kristo anapokufa kwenye msalaba anapitia moto ambao ulifaa binadamu aupitie. Nina swali. Moto huo uliwashwa na kerosene lita ngapi? Moto huo uliwashwa na kuni kiwango gani? Moto huo ulikuwa unawaka ukamchoma ngozi kiwango gani? Au na umeme na gesi. Hebu sikiza. Katika mlima pale katika Calvary kulikuwa na wanadamu ambao walikuwa wanauzunguka ule mlima. Wangapi waliungua na moto uliokuwa pale? Waliuona. Ila Kristo alikuja aonje kifo cha kila mmoja aliyeamini ya kwamba Mungu anahitaji binadamu anapokosea au kiumbe anapokosea muadhibu. Kwa hivyo akachukua nafasi yangu, ndio maana ni mbadala, aweze kutukomboa, aweze kutuokoa. Basi ikiwa haujaona moto huo ukimtesa Kristo kwenye mwili, yani ngozi yake, by the way, hivyo nakumbuka ya kwamba Kristo anapotoka kwenye msalaba anashushwa, ngozi yake ilichokuwa imechanika tu kwa sababu ya mijeredi na miiba iliyokuwa imeiwekwa, ila haikuwa imeungua na moto wowote. Ila alikuja aonje kifo changu na chako. Na aliposhuka kutoka kwa msalabani kule, aliposhushwa mwili wake ukaweza kufanya kitu gani? Kuvishwa sanda, akaingishwa kaburini. Sasa swali ni hili, ni moto gani ambao ulikuwa umemchoma ndiposa ukambakisha kiwa hai? Hii inanikumbusha kwenye kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi wakati ambapo wana wa Aroni, wakati ambapo waliwasha moto wa kigeni, moto wa kibinadamu katika hekalu la Mungu. Tunaambiwa moto wa Mungu ulifanya kitu gani? Uliwateketeza. Ila unajua, naomba tuangalie maandiko hapa. Kitabu kile cha Walawi. Mwalimu anajua? Ndio. Kipata utanisomea. Walawi 10. Tuanzie fungu la ngapi? Basi wakaja karibu na kuwachukua. Hapana. Naomba tuanzie mstari wa 9. Wa 9? Hapana. Wa 9 ndio tunaniwa. Okay. Tuanzie kwenye kesi yenyewe. Basi ni kama itakuwa tuanzie Nadabu, kuanzia fungu la kwanza. Nadabu na Abihu wana wa Haruni
Wakatua kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Bas. Kwa hivyo moto ulioshuka ni moto, amesema vipi hapo? Moto wa Bwana. Moto wa Bwana. Sasa huu moto wa Bwana unaposhuka ukawala mbele ya Bwana, sio? Kinachofuata baada ya hapo ni kitu gani? Ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilolinena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote. Haruni akanyamaza kimya. Musa akawaita Mishaeli na Elisafani wana wa Uzieli mjombaye Haruni, na kuambia, njooni karibu, mwachukue hawa ndugu zenu, mkawaondoe hapa mbele ya maskani, mwende nao nje ya malago. Basi wakaja karibu na kuwachukua. Kila mtu asikize hapo, kila mtu asikize hapo. Basi wakaja karibu na kuwachukua. Wakaja kuwachukua. Hali wamevaa nguo zao. Kwa hivyo wakawachukua hao mandugu walioteketezwa na moto wa Bwana, ingali wako na nini? Wako na nguo zao. Kwa hivyo yani wameteketezwa ila nguo zao ziko intact. Wakawachukua nje ya malago kama Musa alivyosema. Haya, asante. Kwa hiyo tunapata hapa kipengele ya kwamba moto huu unapowateketeza bado wanabaki wangali na nini? Na mavazi. Hawatoi jivu, hawatoi mifupa iliyobaki, wanatoa miili ya wanadamu iliyo kamilifu. Huu ndio moto ambao unawateketeza. Sasa huu moto ni moto gani huu unaoteketeza mtu na mwanadamu anabaki akiwa na nyama na nguo amevaa? Sasa hii ndio kesi kwenye tabia ya Mungu, kwa sababu mwanadamu anapowaza kuhusu moto, yeye moja kwa moja anafikiri kuhusu ule moto ambaye mama na baba wamekuwa wakiupika jikoni, ule ambao yeye amekuwa akitumia kumchoma mwizi aliyeiba. Si ndio teknolojia ambayo tuko nayo? Wezi wakiiba tunawaadhibu kwa moto gani? Kwa hiyo tunafikiri naye Mungu na hiyo ndio teknolojia anayotumia. Naam. Sasa swali ni hili la kwanza. Kwa maana hatuhitaji kukaa hapa sana. Tunahitaji tu kudhihirisha vipengele haraka tuondoke hapa. Sasa hebu sikiza hapa vizuri. Kwa hivyo Kristo anapokuja hapa duniani, tunahitaji tuone ya kwamba moto unaomteketeza ni moto huo ambao unaenda kumteketeza mdhambi wakati ambapo atafanya kitu gani? Atapotea, sio? Sasa kwenye maandiko ni moto gani ambao Kristo alisema uliokuwa unamteketeza? Kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo, mlango ule wa kwanza, naomba tuende kuanzia mstari wa 13 pale. Maombolezo. Sura ya ngapi? Ya 3. Sura ya kwanza, mstari wa 13. Anasema, toka juu amepeleka moto mifupani mwangu, nao umeishinda. Ametandika wavu aninase miguu, amenirudisha nyuma. Kwa hivyo moto umetoka kutoka juu, umeingia unamtesa wapi? Mifupani. Na umeshinda mifupa yake. Sasa kwenye maandiko ya kitabu cha Methali, ni kitu gani ambacho kinatesa na kuumiza na kukula mifupa? Methali. Ila anayezungumza haya maneno ni Kristo. Anayazungumza maneno haya kabla hajaja duniani kupitia roho ya unabii. Ndiye anayezungumza haya maneno. Anasema moto umeshuka unaniteketeza ndani. Ndio maana kwenye msalaba Kristo anapokufa bado mwili wake umebaki haujaungua na moto wote ule ambao unamchomea mwizi na mchawi yoyote. Ila kuna moto ambao umemteketeza mifupani mwake. Umepata kifungo cha Methali? Methali ngapi? Sorrow na Bones, kama sijakosea. Kitabu cha Zaburi 31 mstari wa 10. Zaburi 110. No, Zaburi 31 mstari wa 10. Anzia hata ule mstari unaoitwa mstari wa 9. Maana maisha yangu yamekoma. Mstari wa 10 sasa. Maana 9,
Bwana unifadhili, maana ni katika dhiki. Jicho langu limenyauka kwa masumbufu, na mwili wangu na nafsi yangu. Maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni, na miaka yangu kwa kuugua. Nguvu zangu zinatetemeka kwa uovu wangu, na mifupa yangu imekauka. Haya, ni kitu gani ambacho nasikia unaposoma hapo kinachokausha mifupa ya huyo mtu? Kutoka juu ulipoanzia. Kutoka juu anasema kwa uovu wangu. Anza vizuri tena. Anasema maana maisha yangu yamekoma. Maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni. Kwa huzuni. Kwa hiyo ndio point hapo. Kwamba unapata kuna huzuni ambayo anaipitia ndani yake, ambayo inasababisha nini ifanyike kwenye mifupa yake? Inasababisha kukauka. Ambayo inasababisha mifupa ikauke. Now, kule kwenye kitabu cha Maombolezo amesema moto. Kwa hivyo huzuni ni kitu gani? Huzuni ndio ile. Huzuni ni moto. Ila moto wa kimwili unaochoma nyama, ama moto unaochoma mawazo. Pambano lilikuwa linaanza wapi? Pambano lilikuwa mbinguni, lilikuwa ni kwenye akili. Kwa hivyo mahali pambano lipo ndiposa ushindi unafaa upatikane. Ndipo kipenga kinapulizwa hapo hapo. Lazima udhibitiwe wapi? Hapo hapo. Kwa hivyo naomba tuna kitabu cha Methali 13:17-22. Kwa hivyo hapo kipengele tunatafuta moto uliomteketeza Kristo ni moto gani? Methali 13. Methali 17:22. Anasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Kwa hivyo roho inayopondeka imekausha mifupa. Kwa hivyo roho iliyo broken ndio iliyo nini? Iliyovunjika. Sasa moyo uliovunjika, hatuzungumzii moyo unaopiga damu. Tunazungumzia hisia, tunazungumzia emotions. Akili. Sasa akili. Kwa hivyo wakati ambapo mtu anapitia maumivu ya akili, ni mtu anayepitia moto ndani yake ambao inaseta nini? Mifupa. Hebu turudi kwa kitabu kile cha Zaburi. Zaburi ile tulioanzia 31 ule mstari wa 18. Inasema namna gani? Zaburi 31 mstari wa 18. Anasema hivi. Midomo ya uongo iwe na ububu. Imneneavyo mwenye haki maneno ya kiburi. Kwa majivuno na dharau. Jinsi zilivyo nyingi fadhili zako. Zaburi 34:18. Zaburi 34 18 anasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Kwa hivyo yeyote ambaye moyo wake umepondeka, anachohitaji ni aokolewe na nani? Na Bwana. Ila Mungu ambaye umemkataa atakuokoa namna gani wakati ambapo umemkataa? Haiwezekani. Sasa kama haiwezekani, huyu Mungu ambaye umemkataa, ambaye anahitaji ya kuokoe kutoka moto ulio ndani yako, huwa anafanya nini kwenye lugha ya maandiko? Huwa anakasirika. Kukasirika kwenye maandiko tukapata ndiyo ghadhabu yake. Kwa utasema ya kwamba Mungu atakuwa amemwagia huyu mtu ghadhabu, ila hiyo inamaanisha nini kwenye maandiko? Itakuwa inamaanisha ya kwamba Bwana amemwacha mtu kwenye yale ambayo ameyachagua, na akishikamana na moyo uliovunjika utamfanyia kitu gani? Sasa Kristo tunaambiwa ya kwamba anatuambia ya kwamba Baba anawakilisha ya kwamba ni kama amemwagia Kristo moto kwenye mifupa. Kwa hivyo kinachofanyika hapa, Kristo kwenye nafasi ya kibinadamu anapitia nafasi ya kuchomwa ndani ya moyo wake. Na anayemchoma sio kwamba Mungu amepiga hatua akaanza kumtesa mwana wa Mungu, bali Kristo anapitia maumivu ya udhaifu wa mwanadamu wa kufahamu dhambi ambazo amezibeba, na dhambi zile ndizo ambazo zinazomchoma ndani ya moyo wake. Hivi haya yote inamaanisha kitu gani? Tumesema ya kwamba hasira ya mwanadamu sio hasira ya Mungu, sio? Ndio. Na hasira ya Mungu ni kumwacha mdhambi kwa uchaguzi wake. Kwa hivyo Kristo aliweza kupitishwa kwenye hasira ya Mungu.
Hiyo ni kitu gani? Kristo aliweza kuachwa, sawa? Ila kumbuka hajafanya dhambi. Kwa Kristo aliweza kuachwa kwa ghadhabu ya Mungu kwa njia gani? Kumbuka hivi, Kristo hakuja duniani hapa akafa kwa kulazimishwa. Alichagua mwenyewe kwamba nitaenda nife kwa ajili ya wanadamu niliowaumba. Mungu akakuwa na ugumu wa kumruhusu mwanaye aliyekuwa wa pekee aje hafe duniani. Mfano ni toleo, leo tuna simu na mawasiliano. Kama una mtoto amepotea na kaenda mbali, au mbuzi mahala ambapo ni polini kabisa, kwa makorongoni ambako network ya simu hakuna, si ndio hivyo? Wewe unapohitaji kumfuata uende na simu yako, maana yake uelewe na kuwa kwamba hata wewe network ya simu itafanyaje? Itakatika, si hivyo? Kwa maana yeye kula alikokwenda hakuna network na wewe unataka umfuate huku aliko ili umpate. Lazima na wewe upitie experience ya kupoteza nini? Mawasiliano. Otherwise huwezi kumfikia kwa sababu yuko mahala ambako mawasiliano hayako. Kwa hivyo wakati ambapo tunaambiwa Kristo anapitia hasira ya Mungu, sio kwamba Mungu amemkasirikia, inamaanisha Kristo ameruhusiwa aje afanye alivyoamua na alivyochagua. Kwenda kwenye nafasi ya mdhambi ambaye amekata mawasiliano kabisa na nani? Na Mungu. Lazima na yeye avae viatu hivyo, na anapovivaa ndipo anakutana kwamba na yeye mawasiliano na Mungu yanafanyaje? Kwenye viatu alivyoingia havina mawasiliano na Mungu, yanaadhiriwa. Sio kwamba Mungu amekata, ila ubinadamu aliochukua unachukua nafasi ya kwanza kumletea mawazo yale ya haki nini? Ya haki ile bandia. Ndio hii kwenye kitabu cha maandiko. Sawa. Kitabu cha Zaburi. Ukienda 22 tunaijua. Inatafsiriwa hapa kwa Kiingereza hivi, my God, Mungu wangu, why hast thou forsaken me? Mbona umeniacha? Why art thou so far from helping me? Kwa nini uko mbali sana kunisaidia? And from the words of my roaring. Na mbali na maneno yangu ya kuugua. Now, haya maneno yameandikwa hapa kwenye kitabu cha Zaburi, ila ijapokuwa Daudi anayatamka, roho iliyokuwa inatamka haya maneno ni roho ya Kristo ambaye atakuja kuyatamka baadaye kama binadamu. Anapokuwa kwenye msalaba alisema kitu gani? Hayo, mbona umeniacha? Kwa sababu alijua kabla kwamba ubinadamu huko umejitenga na Mungu. Na atakapoingia ni yeye kimsingi ametoa maisha yake ili mwanadamu asiyapate haya. Unajua hayo tunayozungumza hayo mwanadamu hajawahi kuyapata exactly. Kwa ukamilifu. Kwa ukamilifu hajawahi kupitia hiyo. Lakini ni Yesu aliye wa kwanza kupitia maumivu ya mdhambi, kujitenga na Baba, kujitenga na Mungu. Kwa hiyo ni yeye peke yake anajua kina na kirefu na upana wa nini dhambi inafanya katika moyo wa nani? Wa mwanadamu. Kwa hiyo akiwa anajua hayo, ndio maana anaongea hayo mapema, akielewa ni nini kitatokea, kwa sababu tayari ana experience na hicho kitu. Sasa kwa sababu ya muda sasa, tuunganisha sasa huu moto ambao Kristo anaupitia ndani yake, ambao tumeshajua ni mawazo, ni grieve, ni uchungu, udhaifu wa mwanadamu, ule sio uzoefu, ile hali ya the awareness of sin. Hiyo ni nini kwa Kiswahili? Ufahamu wa dhambi, ufahamu wa uwepo wa dhambi. Hiyo inamletea moto nao mteketeza mifupa. Matokeo yake yakatafsiriwa, sio kutafsiriwa, yakatabiriwa kwenye kitabu cha Zaburi. Naomba nifungue kitabu cha Zaburi 69 mstari wa 20. Inasema namna gani? Zaburi 69. Sasa ndio tujue nani anayezungumziwa hapa. Hebu anzia 19 hadi 21 tudhihirisha anayezungumziwa ni nani. Zaburi 69. Zaburi 69 mstari wa 20, alafu uende anzia 19 uende 21. Okay. Laumu, nasema laumu imenivunja moyo, nami ninaugua sana. Nikangoja aje. Anza 19. Anasema wewe umejua kulaumiwa kwangu,
na kuaibika na kufedheheka kwangu. Hayo yote ni mchakato wa hisia, sawa? Yeah. Kulaumiwa, aibu, nini ingine? Kuaibika, kufedheheka mbele ya maadui. Hayo yote, yani haya ni maombi. Anayeomba anasema kwamba unayajua yote ninayoyapitia. Jinsi ambavyo ninavyoaibika, jinsi ambavyo ninavyoonewa, jinsi ambavyo nafanya nini hapo? Navyolaumika, nafedheheka, navyoaibika. Mchakato huo wote ni hisia za moto zinawaka ndani ya mtu huyu anayezungumza. Yeah. Ile anayezungumza ni nani? Twende mbele. Anasema mbele zako wewe wako watesi wangu wote. Laumu imenivunja moyo. Bas. Kwa hivyo haya yote ambayo yameyapitia, matokeo yake imefanya kitu gani? Yamemvunja moyo. Kwa hivyo ule moto ambao mtu anaopitia ambao ni mawazo mazito, huwa yana uwezo wa kuvunja moyo wa mtu. Okay? Nani anayezungumza? Twende mbele. Nimejawa na uzito wa nini? Anasema nimeugua sana nikangoja aje wa kunihurumia. Wala hakuna. Endelea. Wa kunifariji wala sikumuona mtu. Wakanipa uchungu kuwa chakula changu. Nami nilipokuwa na kiu wakaninywesha siki. Ngoja kidogo. Nani huyu anayezungumza haya maneno? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati huu ambao Daudi anapoendelea kuyatoa haya maneno, hayatoi maneno yake pekee. Atoe experience yake. Anatoa experience ambayo mwana wa Mungu ataipitia kwenye mikono ya nani? Kwenye mikono ya waovu. Anasema ya kwamba uzito wa moyo. Anasema kuonewa aibu imenivunja nini? Fedhea. Sasa kidogo. Yule mwizi kwenye msalaba pale walianza kumkejeri Kristo. Sio? Walikuwa wanapita watu wanatoka shambani wanasema huyu aliyekuwa naokoa wengine na kufufua wafu huyu. Yeye mwenyewe hajaweza kujiokoa. Na wengine wanasema kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, kama wewe ni masihi wa Mungu, shuka msalabani basi. Jiokoe mwenyewe. Jiokoe alafu tuokoe na sisi. Sasa haya maneno yote anayotamkiwa yalikuwa yamelengwa kuinua ubinadamu ulio ndani yake, ndipo afanye kitu gani? Aasi, atende matendo ya ubinafsi, ajiokoe mwenyewe, aingie upande wa shetani. Sasa haya matendo mwishowe yeye alipokosa kutenda alivyokuwa anaambiwa na shetani atende kupitia maajenti wa shetani, na uzito wa moyo aliokuwa nao, anapoendelea kupitia uchungu aliokuwa ameubeba, ulivunja moyo, sio? Yeah. Kidogo hapa. Hebu tuende mbele kidogo. Kuna wale ambao walitumwa waharakishe kumuua Kristo. Wa Sabato. Walitaka kwenda haraka. Waende wapi? Waende kwenye hekaluni kule. Kufungua ibada. Waende kufungua ibada. Kwa hivyo wakataka haraka. Bwana wa Sabato afanye kitu gani? Wamuangamize wapi? Pale msalabani. Haraka ndiposa Sabato wasivunje. Ila Bwana wa Sabato akamvunja mpaka mifupa. Wavunje Bwana wa Sabato ili waokoe Sabato. Sasa waliporusha mkuki, ushahidi wa mwisho katolewa ya kwamba ameshakufa. Wakapata ya kwamba damu na maji yanatoka ubavuni mwake. Kwa maana hawakuwa watu wajinga, wakajua ya kwamba moyo wa mtu huyu ni mahali ambapo maji na damu inachanganyika. Haupo hai tena, ushapasuka. Ndiposa wakakuwa na uhakika ya kwamba hata hawana haja ya kuvunja miguu, wakamuacha. Kwa kifupi, Kristo akafa kwa sababu ya moyo uliopasuka. Moyo uliopasuka tunaozungumzia ni kitu gani? Hatuzungumzii akili hapa. Tunazungumzia kiungo cha kupiga damu, cha kupampu damu. Uzito uliokuwa ndani yake ukavunja moyo wake, na Kristo akakata roho. Sasa swali, ni moto gani huu ambao umemwangamiza Kristo hapa? Ni moto wa maumivu ya ndani. Na hii ikiwa ndio kifo ambacho alikuja kuonja kila binadamu, then wanadamu wote wataangamizwa kupitia moto ule. Ni moto wa kitu gani? Kwa kila mdhambi amefunuliwa kifo chake pale Calvary. Hila point kabla nisahau. Naam. Baba alipiga hatua, akaja akaanza kumnongenezea Kristo maneno ya kumuua moyo. Hapana, hajafanya hivyo. Kristo alipokuwa kwenye msalaba, Baba akaja akamnyonga muue.
au akawatuma wale wa Sabato kwamba mwende mkamchome pale mumtesti. Kwa hiyo baba hakumguza mwanawe, ila alikuwa anaumia. Wala sheria ya Mungu sio iliyomhukumu Yesu pale kwenda Kalvari. Ni dhambi. Hila point ya msingi ninayotafuta ni hii. Kwa hivyo baba hakuwa na chochote alichofanya moja kwa moja kumwangamiza mwanawe. Hakumgusa. Hajakuwa nacho. Kwa hivyo baba baba hatamwangamiza mwanadamu yeyote. Amina. Kitakachomwangamiza mwanadamu yeyote ni kile ambacho kilimwangamiza nani msalabani? Kilimwangamiza Kristo. Kwa sababu tunaomba msikize hapa. Kwa maana nyinyi ndio mlio na shida nyingi kuliko hata watu wengine. Vichwa ngumu kwa kweli. Tuko wagumu kwa maana ya wingi wa nini? Wa majani yale ya kijani yaliyofunika mtini, lakini Wasabato wale vile waliokuwa Wasabato wale wakali waliomsulubisha Kristo msalabani. Sisi ndio wagumu zaidi. Tunatafuta Mungu yule ambaye ni Mungu wa kuua. Aenda kaue Warumi. Aenda kaue kina papa na nini basi. Sasa angalieni hapa mtumishi. Naam. Kuna vipengele nataka nivisome na ninaomba kila mmoja anaye nafasi ya kupata kitabu akipate. Sisemi kwa maana yake kuna pesa ya maana ambayo tunapata kwenye vitabu hivi. Ni kwa maana kuna ujumbe ambao utakusaidia hapa. Hivyo mnajua haya maneno ambayo Kristo alikuwa anayatamka yalikuwa ya nani? Yalikuwa ya ni mzigo ulio ndani ya baba mwenyewe. Alipokuwa anasema, "Baba, mbona umeniacha?" Yale maneno ni ya nani yalikuwa? Yale ni mwovu atakayetamka siku ya mwisho. Sasa twende mbele kidogo, tutakuja hapo. Naam. Kitabu kinachoitwa Desire of Ages 753 paragraph 2. Sawa. Inasema hivi, nikisoma naomba nitafsirie. It was the sense of sin. Ilikuwa ni hisia za dhambi. Hisia ya nini? Ya dhambi. Bringing the father's wrath. Ikileta hasira ya baba. Okay? Hapa hii hasira tayari hapa lazima imetafsiriwa kwenye muktadha wa wanadamu. Ghadhabu. Naam. Okay? Naam. Hisia ya dhambi. Kumbuka dhambi ni uvunjaji wa tabia ya Mungu. Mahali dhambi ipo lazima tabia ya Mungu kwanza fanya nini? Haipo. Sababu umeama, umeenda kwenye ulimwengu. Kwa hivyo muhusika hana ukamilifu wa tabia hiyo kwenye ufahamu. Naam. Kwa hivyo hasira inayozungumziwa ya baba hapa ni ile hasira ya kutaka kuumiza, unaelewa? Sasa sikiza. Bringing the father's wrath upon him. Akileta hasira ya baba juu yake. As a man's substitute. Kama mbadala wa mwanadamu. Haya, anasema hivi. That made the cup he drank so bitter. Kilichofanya kikombe alichokinywa kiwe kichungu sana. And broke the heart of the Son of God. Na hizo hisia zikavunja moyo wa mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu kilichomuua ni kitu gani? Ni hisia ya dhambi. Ni hisia ya dhambi iliyomfanya aone hasira ya nani? Ile hasira bandia kama nani? Kama dhambi mwanadamu wa kawaida. Naam. Matokeo yake ilivunja nini? Ilivunja moyo. Kilichomuua Kristo ni moyo uliopasuka kwenye ushahidi wa Wasabato. Naam. Na kwa ushahidi sasa wa maandiko. Naam. Sawa? Turudi nyuma. Hii inaozungumziwa hapa, nani aliyekuwa anamvuvia Kristo haya maneno? Sasa naomba kidogo hapa. Nataka nisome nukuu moja kwenye kitabu changu hapa ambacho itakuwa ni ya muhimu sana. Ndio maana naambia watu waweze kutafuta kitabu hiki waweze kukisoma. Nukuu hii ninaisoma kutoka kwenye kitabu cha Ellen White, ila kwa sababu nimekiandika hapa nikasema ni vizuri nikisome kutoka hapa kwa maana itakuwa rahisi. Hii ninaisoma kutoka kwa Ellen White, Signs of the Time, Februari 9, 1891, paragraph 3. Kwa upesi nasema hivi. Behold him in the garden of Gethsemane. Mtazame katika bustani ya Gethsemane. The burden of sin, mzigo wa dhambi of the world, ya ulimwengu ilikuwa juu yake. Sikizani vizuri. While the powers of darkness oppressed his soul. Wakati mamlaka za giza zilipoitesa roho yake. He poured out his prayer of agony to his father. Alimimina ombi
mbele za baba yake katika maumivu. Kwa hivyo kuna nguvu za giza zinazofanya kitu gani? Zinazomtesa. Zinamtesa kwa kutumia nini na zinamtesa kwa maneno gani? Sikizeni vizuri. Hii ni nyingine. Hapa sasa tuko kwenye inayoitwa Bible Echo, sawa? Anasema hivi, he was oppressed by the powers of darkness. Aliteswa na nguvu za giza. Satan declared, Shetani alitamka that Christ was given in his hand. Shetani alitangaza kwamba Kristo alikuwa amewekwa mikononi mwake. And that he was superior in strength to the Son of God. Na kwamba saa hiyo alikuwa yuko na nguvu kumshinda Kristo. And God, na Mungu, had disowned his son. Alikuwa amemtelekeza mwanae. Mungu, mbona umeniacha? Yale maneno yalikuwa ya nani? Yalikuwa ya Shetani. Uongo wa mwisho ambao Shetani aliutumia kwa malaika ilikuwa ni nini? Mumeenda mbali. Baba hawawezi wasamehe. Uongo nao ufanya binadamu asimrudie Mungu ni upi? Mungu anahitaji kuwaadhibu, hawezi wasamehe. Ni kitu gani alichokitumia cha mwisho kwa Kristo? Ni kumdanganya, ni kumwambia kwamba baba yako amekutelekeza. Yaani kama ungekuwa mtakatifu angekufanyia hivi. Kama wewe ni mwanae kabisa ndio anakuacha hivi. Hayo maneno ndio yanayoumiza Kristo moyo. Unaelewa? Kristo akafa kwa moyo uliovunjika. Kitakachoua binadamu ni hicho, kukubali haki bandia ya Shetani na kubeba uzito wa dhambi. Namaanisha hivi. Binadamu ambaye hawezi kubali Mungu anaweza kusamehe, ataweza kuachilia moyo huu na uzito huu alio ndani ya moyo wake? Ni ngumu. Hawezi. Kwa hivyo kitakachomfanyia huyu binadamu, moto huu ulio ndani yake utamteketeza, utamuangamiza. Hivi kidogo, kwa sababu ya muda, ninaomba nitoe nukuu moja iliyo hapa. Baada ya hapo nitaweza kuingia kwenye maandiko. Sijui kama nimechukua muda upi kwenye somo hili mpaka hapa, ila ninaomba nisome nukuu moja. Baada ya hapo tena turudi kwenye maandiko. Okay. Naomba nisome kitabu kinachoitwa Signs of the Time, April 14, 1898, paragraph 12. Anasema hivi, those who refuse this, wanaokataa zawadi ya Kristo, those who refuse this, okay? Hao wanaokataa hii, who refuse to accept Christ, wale wanaokataa kumpokea Kristo, will become embittered against God, watakuja kuwa na uchungu dhidi ya Mungu. When punished for transgression, watakapokuwa wakiadhibiwa kwa sababu ya uasi wao, they will feel despair and hatred. Despair ni kufanyaje? Kuwa hoi, yani despair ni kukatisha tamaa. Watajisikia kukata tamaa na kuwa na chuki. This will be the experience. Huu ndio utakao kuwa uzoefu of all who do not enter into Christ's suffering. Wa wote ambao hawataki kushiriki kwa sasa mateso pamoja na Kristo. For it is the sure consequence of sin. Kwa sababu ndio matokeo haswa ya dhambi. Matokeo ya dhambi ni nini? Ni kifo. Roma. Ni kifo. Kifo. Ila hapa imesemekana ni kitu gani?
ni experience wanaoipitia. Wapi? Fear, hatred, uchungu, hasira, unaipitia wapi? Zote hizo hazikai kwenye miguu wala kwenye vidole, zinakaa kichwani. Kwa hivyo consequence ya dhambi ambayo binadamu atakaoipitia itakuwa ni ya wapi? Ni ya kichwani, kwa sababu ndiko ambako wakati hawa wanazungumza na shetani, sio kidole ndio kilikuwa kinafanya mazungumzo, bali kichwa ndio kilikuwa kinafanya nini? Kinatafakari na kufanya maamuzi. Kwa ni pale ambapo ndipo dhambi iliingia ikakaa. Na shetani pia anasema hivi, alisema moyoni kule mbinguni. Tuliona katika somo la kwanza kwamba mapambano yote ilikuwa linaendeshwa kupitia nini? Maneno ambayo yanatoka kwenye ubongo, ni mawazo. Haya, sasa nukuu hiyo hiyo inaenda mbele ikisema haya. In his great suffering, katika kuteseka kwake kukubwa, Kristo alihisi, ama nisome vizuri, Christ felt no pang of bitterness. Kristo hakupata hata tone la uchungu against his father, dhidi ya baba yake. Ila wadhambi watakuwa na machungu dhidi ya baba. Baada ya hapo, he felt no remorse for his own sins. Hakupata remorse nini? Remorse ni majuto. Hakupata majuto yaliyotokana na dhambi yake mwenyewe. But lakini isipokuwa for the sins of the fallen race, yaliyotokana na dhambi za jamii ya mwanadamu iliyoanguka. Kwa hivyo uchungu aliokuwa na upitia sio kwa dhambi yake mwenyewe, bali ni kwa sababu ya dhambi ya nini? Alivaa uchungu wa wadhambi. Sasa sikiza. But those who refuse the gift of Christ, lakini wanaokataa zawadi hiyo ya Kristo, will one day, siku moja, will feel the sting of remorse. Watahisi maumivu ya uchungu. Sasa if remorse ilivunja moyo wa Kristo, wale ambao siku moja wataachwa wahisi remorse, majuto kikamilifu ya dhambi zao, itawafanyia nini? Itavunja. Maana moyo wao hauwezi kuwa mgumu kuliko wa Kristo. Haya, haraka sasa. Hapa sasa kwenye kitabu hiki watapata mazungumzo kuhusu moto wa Mungu kwa maandiko ni kitu gani? Kwa haraka, kitabu cha kwanza ambacho utakipata hapa ni kitabu kinachozungumzia Yohana wa kwanza 4:8. Tunaijua mwalimu, siende pale usijisumbue na hiyo. Inaosema Mungu ni pendo, okay? Sawa. Ukishaunganisha hiyo na Waibrania inayosema ya kwamba Mungu ni moto ulao. Tunaijua hiyo? Mungu ni moto fanya kitu gani? Ulao. Waibrania 12:20 na ngapi? 9. Mungu ni moto ulao. Mungu ni nini? Upendo. Kwa hiyo ikiwa Mungu ni moto ulao na nyingine Mungu ni upendo, huu moto ulao ni kitu gani? Ni upendo ule wa Mungu. Utadhihirishiwa upendo ule wa Mungu. Ndio kikacho mfano exactly, mfano unaoweza kupatana na hapo ni huu hapa. Kuna misemo ambayo wakati mwingine ni ya ukweli au ni ya kufikirika. Baba aliyekuwa amenunua gari yake nzuri, akiwa yuko siku moja anaiosha na isafisha, mwanae aliyekuwa anacheza karibu alirushia nini? Alirushia tope gari ile baada ya kuwa baba yuko anaingalisha, ameshamaliza kazi hiyo. Na baba kwa uchungu ule wa kuhamaki, naona hasira ile ya kuhamaki, akampiga mtoto wake mkono ule uliorusha tope kwenye gari. Na alipopiga mkono ule ukaumia, ikabidi kwa maumivu yakawa makubwa zaidi, mtoto akawa analia, wakapeleka hospitali kwenda kupiga x-ray, wakakuta kidole kile kilivunjika wakati baba yuko anapiga. Umeelewa? Baba akiwa ana uchungu mkubwa sana, anaenda kumuona mwanae mahali amelazwa. Mtoto alimuuliza, kidole kile kilazimika kikatwe. Kwa hiyo ilikuwa hakuna namna ambayo kinaweza kikaungwa. Mtoto akamuuliza, baba, ni lini sasa nitapata tena kidole changu kitarudi? Baba akapata uchungu mkubwa sana, yuko anajiraumu kwa nini alihamaki akampiga mwanae kwa hasira na kavunja kidole. Aliporudi nyumbani, alifika kuipiga ile gari yake, akavunja ile gari kutokana na uchungu alivyokuwa anampenda mwanae. Sasa hapa naomba tuangalie kipengele kimoja. Ikiwa
moto wa Mungu. Kwa hiyo nitaka nimalizie hapo. Kwa hiyo kilichofanya baba yule mzazi apate uchungu na maumivu makubwa kiasi cha kubomoa ile gari yake ilikuwa ni nini? Aliona upendo wa mtoto wake dhidi yake. Unaona? Kwa hiyo upendo ule aliyokuwa nao ndio alisababisha baba ukamuunguza huko ndani mpaka akaona gari yake haina nini? Haina thamani. Kwa hivyo wakati mwingine upendo, naam, wakati ambapo haujapokelewa inakuwa ni moto unaoteketeza anayependa ubinafsi. Okay, nimekumbuka. Aliporudi wakati wa kutoka hospitali kurudi nyumbani, alikuta mtoto wake alikuwa anaandika pale kwenye gari yake kwa kutumia daddy I love you. Sasa kwa hiyo ile pale anaporudi kule hospitali yuko kweli yuko ubinafsi mbele ya upendo. Mahali popote ubinafsi utakuja mbele ya upendo kamilifu, ubinafsi ule utakuwa unahisi majuto na hatia, aibu, chuki. Ukiongeza na hiyo hapo kwenye upendo, Methali kuna fungu anatuambia kwamba adui yako mtendee mema, mpe chakula na nini. Warumi 12. Warumi 12. Itakuwa ni sawa na kumpalia makaa ya moto kifuani mwake. Kwa hiyo ni exactly ni halisi kwamba unapomtendea yule mtu aliyekuchukia wewe, aliyekukataa wewe, unapomtreat wewe kwa upendo, yeye anapata maumivu makubwa zaidi wapi? Moyoni. Haya. Sasa ila upendo wa Mungu huwa pia umedhihirishwa katika neno. Sawa. Kwa hivyo neno lake ndilo ambalo anatuletea upendo kuudhihirisha katika akili zetu. Okay. Sawa? Naam. Ndiposa kwenye maandiko inasema hivi. Kitabu cha Yeremia, naomba tuende Yeremia tuanzie 5:14. Inasema, naomba tafsiri sababu ya muda, tuende tu upesi. Sawa. Wherefore thus say the Lord God. Hivyo anasema Bwana Mungu, because ye speak this word, kwa sababu unaongea maneno haya, behold, tazama, I will make my words, nitayafanya maneno yangu, in thy mouth, katika kinywa changu, fire, yawe moto, and these people, na watu hawa, wood, watakuwa kuni. Kwa hivyo kuni inachomwa na moto. Naam. Kwa hivyo moto hapa imekuwa neno na kuni imekuwa watu. Kwa hivyo kitakachounguza watu ni nini? Ni neno. Ila neno hili ni neno litakalokuwa linatamkwa na Mungu anawakashifu, au neno walilokuwa wamelipokea wakalisukuma mbali. Watakuwa wana kumbukumbu za mahubiri ambayo wameyasikiliza, nafasi walioipata wakaitupilia mbali, namna ambavyo walijitoa katika mambo yao zaidi kuliko kwenye neno la Mungu. Kwa hivyo neno lolote ambalo binadamu analistamka dhidi ya neno la Mungu, anaendelea kuokota kuni ya kumchoma jehanamu. Na hii ndio Bwana Yesu alisema katika Yohana 16 kwamba wale wanaokataa mimi wasinisikilize maneno yangu, mimi si wahukumu, yuko atakaye wahukumu. Neno lile nililolisema ndio litakalo wahukumu siku ya mwisho. Ndio maana Kristo hainuki akazungumza, anainuka na waangalia. Alishazungumza huku duniani kabla hata ya kabla ya siku hiyo ya lazima kuisha. Anapozungumza hapa duniani, neno lake bado ni la upendo, kutudhihirishia uzima. Ila macho yake yana moto. Ila moto huu unawakilisha kukuwa ni moto unaong'aa. Ila sasa mtu akasema kwamba unajua huo ndio moto utakao waangamiza. Anapokuja anang'aa, unaangamiza. Unakumbuka vile ambazo tumefunzwa pale kwamba atakapokuja kule juu utukufu wake utapiu. Atakapowakodolea macho hivi basi wanaungua. Sasa sikiza. Kwenye macho ya mtu ndiposa upendo wa mtu umehifadhiwa. Kwa hivyo anapowaangalia, yeye hazungumzi, anawaangalia na yale macho yale ya nini? Waingereza wanasema eyes are door to the soul. Kwa hivyo atakuwa tu anawaangalia na kwenye macho yake na wadhihirishia upendo wake. Ndiposa ule upendo wake wao wenyewe wanaanza kupitia kumbukumbu, vitabu vile. Vitabu vile viko mahali vimeandikwa, tutaviangalia siku nyingine. Ile wanapopitia maisha yao ndiposa wanaona uzuri na tabia njema aliyotaka waishi, matendo mazuri aliyowatendea, mibaraka aliyowapa, jinsi alivyowavuta wakakataa. Huo ndio moto ambao unawateketeza. Tuende mbele kidogo. Yeremia 23:19. Samahani. Yeremia 23:29 inasema hivi. Is not my word like as fire? Je, neno langu sio kama moto? Imetosha hapo. Kwa hivyo neno la Mungu ni kama nini? Kama moto, sawa? Now, twende 29. Anasema, but then I said,
Baada ya hapo nikasema, okay? I will not make mention of him. Sitaweza kumtangaza tena, huyu ni Yeremia. Nor speak again in his name. Au kuzungumza tena kwa neno lake. Sasa sikiza, baada ya hapo anasema hivi. But his word, neno lake, in me, in my heart was burning fire. Neno lake ndani yangu ikawa ni moto unaofanya kitu gani? Unaonichoma. Kwa kifupi, neno la Mungu ni neno ambalo linawaka ndani ya mwanadamu yeyote yule ambaye ameshikamana na ubinafsi. Sawa? Kama hataweza kutubu, aibu, chuki, despair, hofu inapoinuka kupitia dhambi, itamwangamiza mwanadamu. Hivi nakumbuka Yeremia alisema hivi, kwa sababu ya dhambi ilinilaghai, ikanifanya kitu gani? Ikaniua na ikanidanganya. Kupitia nini? Kupitia sheria. Sasa sikiza, si sheria inayoangamiza, bali udanganyifu wa dhambi ndio ambao unaangamiza kupitia upendo. Yaani unaposimama mbele ya upendo na neno linalofaa likupatia uzima, udhambi ambao unachukua opportunity hiyo inaibua hisia za majuto, hisia za hofu, hisia za aibu, ndio ambayo inamwangamiza binadamu. Sasa mwalimu, mpaka hapo kipengele kimoja. Naam. Nilikuwa nikitafakari wakati fulani kwamba mtu anayekuwa na chuki na mwenzie huwa anafikiria sio neno lingine zaidi ya kumuumiza. Na kwa ulimwengu tulio nao leo ni maarufu, watu nia ya kuua iko juu kuliko huruma. Ila kitu kimoja ni hakika. Pale ambapo mtu huwa amemaliza kumuua mwenzake, moyo wa huruma wao unakuja. Ambao itamletea, kwa sababu wakati huo machungu na majuto. Kwa sababu wakati huo anapokuwa amemuua, anataka kumuua, huwa anafikiria mabaya. Lakini baada ya kuwa amemaliza kitendo cha kumuua, huwa ndipo inakuja wakati wa kufikiria mema ya huyo mtu. Ndipo ambapo unaanza kuiona huruma yake, matendo yake mazuri aliyokufanyia, aliwahi kunifanyia hivi, aliwahi kunifanyia hivi, au inakuja kwamba lakini ni kosa gani ambalo amenifanyia. Mara nyingi yule ni roho wa Mungu anaanza kuhoji moyo wa yule mtendaji wa dhambi. Pale una kipengele ambacho tunafaa tuongeze. Naam. Basi kitakachomuua huyu mtu ambaye amepitia mchakato ni kitu gani? Kitakachomuua, kwa sababu baada ya hapo ndio maana wauaji wengi ni walevi wa pombe na madawa. Kwa hivyo roho wa Mungu anapoinuka, anafanya huyu mtu aone dhambi zake, ndiposa aruhusu zile dhambi zitakaswe. Si zibadilishwe, yani ziteketezwe. Ndio. Ila wadhambi wengi wanashikilia nini? Wanakimbia kwenda kujidunga pombe na kupoteza ufahamu ili kuzima akili iwe katika hali ya unconscious, Roho Mtakatifu asiweze kusema nayo. Sasa kuna nukuu hapa kwenye kitabu kinachoitwa Desire of Ages. Nazungumza hicho 107 paragraph ya 4. Sawa. In all who submit to his power, katika wote ambao wanajitoa chini ya mamlaka yake, the Spirit of God, Roho wa Mungu, consume sin. Roho wa Mungu huteketeza dhambi. But if men cling to sin, lakini kama mtu anang'ang'ania anashikilia dhambi yake, they become identified with it. Wanakuwa wao wamejitambulisha nayo, wanajibainisha na ile dhambi. Then the glory of God, ndipo utukufu wa Mungu, which destroys sin, ambao unateketeza dhambi, must destroy them. Lazima uwateketeze wao pia. Hii ndio ambao wametumia kusema kama utukufu wa Mungu kama kitu fulani, kama sulfur fulani ambaye anatembea dragon anamwaga akienda. Sasa swali, ni kitu gani ambacho kinaitwa utukufu wa Mungu? Ni tabia ya Mungu ambao inaua dhambi ndani yangu. Ni tabia ya Mungu ya upendo. Sasa tabia ya Mungu si kitu ambacho inang'aa, ni tabia harisi. Ni kile ambacho kinachookoa mwanadamu. Kwa mfano, si waovu wanamfuata Mungu kwa sababu ya tabia yake ya upendo, ndio Kristo. Ni unawaambia watu kwamba kama Yesu angekuwa kama Hitler, au angekuwa kama Mao, au angekuwa kama Stalin, au angekuwa kama yule makafiri wale wa Roma, wale makafiri wa Roma, ni Wakristo angekuwa na wafuasi wengi leo duniani kiasi gani? Ni wakina nani wangemfuata? Sawa. Ila kuna kipengele hapa ambacho sitaki msikilizaji alipotee. Naam. Utukufu wa Mungu na haribu aje?
Kwa maana anasema kwamba utukufu wa Mungu nao teketeza dhambi utamuharibu. Sasa sio utukufu nao uharibu. Yaani akija mbele ya utukufu huu, dhambi iliyo ndani inachukua nafasi ya yani ina take advantage ya kuwa mbele ya utukufu wa Mungu na tabia yake. Inaibua hayo. Ikishaibua hayo, hiyo ndio inayomwangamiza. Kwa sababu kumbuka, Roho wa Mungu ndiye anayetia uzima. Ndio. Sasa kama Roho wa Mungu anatia uzima, uzima unaweza kuua mtu namna gani? Hawezi kuua mtu. Haya, baada ya hapo nafikiri hiyo imetosha. Sasa kipengele cha kwenda kumalizia vipengele viwili sasa vimebaki. Ila sio kama tutakuwa tumaliza kesi ya jehanamu kabisa. Kuna vipengele viwili vimebaki hapa. Kipengele cha kwanza, basi mbona ule moto unaitwa moto wa milele? Sawa? Everlasting. Sasa tuanze hapa. Neno la Mungu ni neno la milele, si neno la milele? Ni la milele. Kwa hivyo ikiwa unawasha moto, huo moto utakuwa ni moto upi? Utakuwa nao pia kama neno hilo la Mungu linatoa ni sawa una kiberiti cha kibo mechi. Baada ya kuwa umemaliza kuwasha moto, bila kiberiti kiko pale pale, kinaendelea kuwa kule cha kampuni ile kile tuongeleza na sifa ile ile. Kwa maana yake bora kuna cha kuteketeza, ule moto bado tu upo. Naam, wakati dhambi inapoinuka tu inakutana na moto huko na ndio maana ni wa milele, sio? Ila kuna kipengele ambacho nafaa tukiweke hapa sasa. Kwenye kitabu cha Ezekieli. Hii hapa itakuwa ni vizuri tukiweza kuingia taratibu sasa. Ezekiel 20 kuanzia 47 hadi 48 utapata mazungumzo pale yanatabiriwa mwisho wa waovu, ambao itakuwa inasema kwa Kiingereza, and say to the forest of the south. Forest kumbuka ni miti. Na miti ni wanadamu. Sawa? Ndio. Hear the word of the Lord. Sikia neno la nani? La Mungu, enyi miti. Thus say Lord God. Hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu. Behold, tazama, I will kindle a fire. Nitawasha moto in thee. Ndani yenu. Huu moto kumbuka tumeshajua ni neno, sio? Naam. Baada ya hapo, and it shall devour every green tree in thee. Na utateketeza kila mti wa kijani ndani yenu. And every dry tree. Na kila mti mkavu. The flaming flame. Mianga ya mioto hii moto unayowaka should not be quenched. Hautazimika. Moto usiozimika utaita namna gani? Moto usiozimika utaita namna gani? Ni moto wa milele. Ni moto wa milele. Hasa hapa anasema nitawasha moto ndani yako. Moto huu mianga yake haifanyi kitu gani? Haizimiki. Utaita moto huu namna gani? Usiozimika. Moto wa milele usiozimika. Ila huu moto unawashwa ndani ya miti, si ndio? Ndio. Huu moto anaenda mbele akisema 48. And all flesh shall see that I the Lord. Na wote wenye mwili wataona kwamba mimi Bwana I have kindled it. Nimeuwasha. Ameuwasha, sio? It shall not be quenched. Hautaweza kuzimiwa. Kwa moto usiozimika ni ule moto unaowasha kwenye msitu. Sawa? Naam. Moto unaowasha kwenye msitu umeusoma kwa Yeremia, ni moto upi? Moto usiozimika. Ni moto wa neno. Mwalimu, kama tupo pamoja kweli? Kwenye kitabu cha Yeremia tulisoma kwamba anasema hivi, naomba nifungue tena tuende pale. Naomba nifungulie kitabu cha Yeremia pale. Neno langu sio kama moto. Naomba nifungue kitabu kile cha Yeremia. Tuanze gani itakuwa rahisi sababu ya muda. Yeremia 5:14. Yeremia 5:14. Naam, inasemaje? Niangalie hapa. Ama nisome kwa Kiingereza. Yeremia 5:14 anasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, kwa sababu mnasema neno hili, tazama nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, nao moto utawala. Kwa hivyo hizi kuni tunazozizungumzia hapa ndio misitu. Sawa? Yeah. Kwa hivyo huu msitu unateketezwa na moto unaoka ndani ya msitu. Ndio. Huo moto ni nini? Moto huo ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Ndio unawasha moto, sio? Naam. Haya. Sasa ikiwa huo moto hauzimiki, kwa hiyo moto ambao hauzimiki, unaoitwa moto wa milele, utakuwa unawaka ndani ya watu kutumia nini?
Kwa kutumia dhambi zao ndio mafuta, ndio mafuta. Sasa, ndio mafuta sawa. No. Lakini ni moto unaowashwa na neno. No. Sawa? Neno walilokuwa wamelikataa, kwa maana yake ukweli waliokuwa na ujua ambao hawajauishi. Lakini vile neno likiingia kwa wale ambao hawana dhambi linaleta burudani. Ila likikutana na dhambi mara iko ndipo ambapo dhambi sasa inawaka. Bas. Naam. Sasa. Kwa dhambi ni hasira. Haya, sasa kidogo. Naam. Turudie tena. Michezo hii ya kutupa maneno kinyume na neno la Bwana. Michezo hii ya kufanya dhambi tunaoiburudikia nao hapa duniani. Naam. Tunaendelea tu kuokota kuni tutakazoteketeza sisi wenyewe. Mungu tusaidie. Sasa kidogo hapa. Kwa hivyo huu moto utakapokuwa umemula huyu mtu ambao ni hisia zile sawa zikiangalia utakatifu wa Mungu, zile hisia zinazowaka ndani ya mtu anapoangalia ukweli aliyokuwa nafaa kuishi akuishi, zile hisia zinazowaka ndani yake zinawaka, zinapomteketeza anawaona na wahubiri ambao walikuja nyumbani kwake kumtembelea nyumba kwa nyumba, yeye akawaambia kwamba sina muda. Na wenyewe anawaona wako pale tena, siku hiyo inakumbuka tena inakuja. Anakumbuka yote ambayo alikuwa anaandika kwenye mitandao ya kijamii, anatukana na kukashifu. Hayo ni mafundisho ya mashetani, wakati kumbe ndio mkono wa kumuokolea Mungu alikuwa ameleta. Yote yeye anaona namna ambavyo kwa kufuata wengine mkumbo au kwa kuogopa watu, waliamua kujitoa kwa shetani. Unaona? Akiwa wanajua ama wakiwa nini. Maana wako wengi ambao watalia pia watasema hivi, tulijua kwamba ungelikuja lakini hatukudhani kwamba ingelikuwa karibu hivi. Hao nao wanakuwa wanaanguka kwenye nini? Kwenye majuto. Sasa, baada ya huu moto ambao tumeujua, ambao ni hisia wanaoipitia uzoefu huu, ndio unawabakisha wakiwa majivu. Hapana, kwa mujibu wa fundisho la kwenye hekalu ni kwamba wanakuwa wamekufa lakini inakuwa ni maiti tu, ni mizoga ambazo sasa ni mizoga. Twende hapo sasa. Sawa. Kitabu cha Isaya. 66:24. 66 Isaya Isaya 66 24. 66:24. Anasema nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, maana funza wao hatakufa wala moto wao hautazimika. Moja. Huu ni wakati gani? Hii ni wakati wa the third coming of Jesus. Atakayetaka kufuata aende mstari wa kwanza. Inasema, thus say the Lord. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. The heaven is my throne. Mbingu ni kiti changu. And the earth is my footstool. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Okay. Kidogo tu. Hapo ngoja kidogo. Hapo 10:24 sasa tuangalie mahali itakuwa vizuri, itakuwa rahisi wapi. Imenipotea. Tuachane nayo. Okay. Kwa hiyo sasa hawa watu wanatoka, alafu tunaambiwa ya kwamba wataangalia kitu gani? Mizoga ya watu waliomwasi Mungu. Twende mbele. Maana funza wao hatakufa wala moto wao hautazimika. Kwa hivyo hawa watu wameliwa na vitu viwili. Funza na nini? Na moto. Ila funza inawala, moto inawala, kwa maana yake funza na moto ni kitu kimoja. Na matokeo yake ni kwamba hawabaki majivu, wanabaki mizoga. Niposa wale watu wanaenda kuwatazama. Sawa? Kwa hivyo moto unaoangamiza wanadamu si moto wa mwili, ni moto unaowaka ndani yao ambao hauzimiki. Kama vile Yesu baada ya kuwa amepitia moto pale Calvary, then watu walienda kumuona, wakakuta hayupo tena. Kwa wakabeba ule mwili wakaenda kuhifadhi. Na alipotoka kwa kaburini, ndiposa ule mwili aliotoka nao kaburini wakawa ni mwingine mpya, ile wa kitambo kaharibiwa. Sawa? Kwa hivyo kuna moto ambao unateketeza mdhambi ambao ni wa ndani, na kuna moto ambao unasafisha mizoga. Sawa? Naam. Sasa hapa tuende mbele kidogo.
hii ni kwa ajili ya Wasabato, kwa sababu tunadili na kanisa za Wasabato pia na watu wengine ambao si Wasabato. Kwa hivyo ni vizuri kupatiana ushahidi katika sehemu zote mbili. Sasa kwa Wasabato, Ellen White akawaandikia na akatuandikia hivi. Sawa. Kwenye kitabu kinachoitwa Signs of the Times. Signs of the Times. April 14. Aprili 14. 1898. Mwaka 1898, sivyo? Paragraph 3, paragraph 13. Sawa. Paragrafu ya 13, sio? We read of the chains of darkness. Tunasoma juu ya minyororo ya giza. Kwenye Mathayo. For the transgressors of God's law. Kwa wavunjaji wa sheria ya Mungu. We read of the worm that dieth not. Tunasoma juu ya habari ya funza wasiokufa. And of the fire that is not quenched. Na tunasoma habari za moto usiozimika. Thus, hivyo is represented. Hivyo ndivyo wakilishwa the experience uzoefu of everyone wa kila mmoja that has permitted himself aliyejiruhusu yeye mwenyewe to be grafted into the stock of Satan, kumezwa na kumezwa au kugraftiwa kwenye shina la Shetani, kupandikizwa katika shina la Shetani, who has cherished sinful attributes, wale ambao wameendekeza habari ya tabia ya dhambi, ya Shetani. Chain of darkness, minyororo ya giza, worm that dieth not, funza wasiokufa, fire that is not quenched, moto usiozimika, is experience, ni uzoefu, na wala sio kitu cha nje cha mwili ambacho mtu anaingishwa ndani. Experience, experience ni hisia. Let's come like this. Watu wanapoenda kuteseka katika ziwa la moto, sio sehemu. Sawa? Hakuna sehemu inayoitwa ziwa la moto. Sio kama ile Hollywood wameshaekti. Mungu amekaa pale kwenye video watu wametengeneza na malaika wake wako hapo, alafu watu waovu wako hapo, alafu unakuwa unaenda unasomewa mbele pale, unasimama mbele ya Mungu anakusomea wewe fulani anakutajia dhambi zako na kiwango cha adhabu na maumivu unayostahili kupata. Then malaika mmoja au wawili pale wanakuja wanakukamata, wanaondoka na wewe kuna ninginia wanatupa miguu, wanaenda kukurusha kwenye shimo fulani refu huko linawaka moto. Then kuna kuwa na makelele makubwa yanasikika huko ndani yenye mwanga mkubwa, watu wako wanaungua, kuna funza wanaonekana. Hiyo sasa ni kazi ya Hollywood. Na tunajua Hollywood wanafanya kazi ambayo sio ya Yesu, ni ya nani? Ya Shetani. Na tunajua Shetani azungumzaji ukweli. Huo uelewa nao utoa ni kinyume ili kufanya watu wawe na hasira na Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi, experience ambao waovu watapitia katika akili yao, ambao inawakilishwa na experience ambao Kristo alipitia kwenye msalaba, ndio inayoitwa ziwa la moto. Na wala ziwa la moto si sehemu fulani. Ndio. Ila hawa watu watakuwa ni watu ambao watakuwa katika sehemu fulani. Ndio. Hivi mwalimu unielewa? Ni watu ambao wapo katika sehemu fulani na hiyo sehemu ni dunia. Ni duniani hapa. Sawa? Ila wanapitia experience. Maandiko yanasema mwalimu interject. Kifo si sehemu. Sio sehemu. Kifo ni experience, ni tukio. Na ndio maana ziwa la moto kwa maandiko inaitwa nini? Kifo cha pili. Mauti ya pili. Kwamba ziwa la moto ndio mauti ya pili. Kwa hivyo mahali popote ambapo mtu anakufa kifo cha pili, hiyo ndio inaitwa nini? Ziwa la moto. Sawa? Na ni nini ambayo inampitisha kwenye mchakato wa kwenda kufa? Ndio huu moto nao waka ndani yake. Sawa? Sasa mwalimu, sababu ya muda, kuna vipengele hapa ambavyo nafuata tuvimalizie vizuri. Sawa. Sasa tumesema ya kwamba moto unateketeza ndani, wanabaki mizoga, sawa? Maiti. Ni maiti, sawa? Ni experience wanaoipitia. Si ni sawa sawa? Kwa hiyo sasa hii neno ziwa ni nini? Sawa? Nafikiri watu ambao wana uzoefu wa Biblia kidogo inakuwa rahisi sasa. Ndio. Sio? Kwa maana kwenye maandiko watu wanapokuwa wengi hiyo mwalimu umependeka.
ni watu wengi kwenye maandiko itawaita nini? Bahari. Ni watu wengi, ni maji mengi. Kwa hivyo watu wanapokuwa wamewakilishwa wakiwa mahali pengi, basi wataitwa ni ziwa. Sawa? Ikiwa wanapitia uzoefu ndani yao wa kuungua, ni watu walio katika ziwa la nini? Ziwa la moto. Ziwa la moto. Kwa hivyo ziwa la moto ni watu wanaopitia uzoefu wa kuungua ndani yao. Ila itawabakisha kukuwa mizoga. Kwa sababu ya mida, ningelipenda tufanye kitu fulani hapa. Nafikiria mpaka hapo tumeweza kuweka mambo sawa. Mwalimu, ningelipenda, sijui kama kutakuwa na muda ama kutakuwa na muda, lakini ningelipenda muhtasari katika njia nzuri ambao utakuwa ni wa kumalizia katika mambo ya somo la hekalu. Okay? Naomba tu nipitie muda katika kama dakika 5 tu hivi. Kama nitakuwa nimeenda sana mtanisamehe. Katika somo la hekalu, mwanakondoo au mnyama yeyote aliyekuwa analetwa kuchukua nafasi ya mwanadamu, kwanza binadamu alikuwa anaweka mikono juu ya yule mnyama, anakiri dhambi zake, ndiposa mwanadamu mwenyewe anamuua yule mnyama. Sawa? Kuwakilisha binadamu hata uawa na kuhani au aliyekuwa anawakilisha kuhani ambaye ni Kristo, na wala hata uawa na mtoa sheria ambaye ni Mungu, bali atajiangamiza mwenyewe kupitia dhambi ambazo zitakuwa ndio mkisu mkononi mwake. Sawa mwalimu? Kwa hivyo yule mnyama atakuwa amewekwa juu ya madhabahu akiwa ni mnyama aliye bado salia, ni mnyama bado. Sawa? Ila mnyama katika hali gani? Ya mzoga. Sawa? Ndiposa moto unawashwa kuteketeza mabaki. Sawa? Sawa? Kwa hiyo inamaanisha hivi, katika kukua waaminifu kwenye mpango wa hekalu, binadamu wataangamia na kuuawa na dhambi zao. Sawa? Itawabakisha bado kukua ni nini? Ni wanadhambi. Mwalimu, hapo unanielewa kweli? Yaani watakuwa wameteketezwa na dhambi, ni maiti, ila hiyo maiti ni wa dhambi nini? Maiti. Kwa hivyo utawaita namna gani? Ni waovu. Sawa? Ila baada ya hapo, kulingana mfano wa hekalu, ndipo moto unashuka wa kusafisha, kuondoa mizoga ambao sasa ni maovu katika hali gani? Mfano rahisi mwalimu, ni maovu katika hali gani? Ya mizoga. Huu moto ndio ambao unasafisha pia nini? Dunia. So mtu asije akauliza, sasa kama unasema kwamba moto ambao unasafisha dunia, yani moto ambao unaangamiza waovu ni moto ambao unapita ndani yao, ni vipi ambao tunaambiwa ya kwamba moto huo ndio ambao utasafisha kitu gani? Dunia. Kuna moto aina mingi na si moja. Ni moto wa kiroho upo wa ndani ya mtu. Kuna moto ambao ni wa kimwili, moto wenyewe ambao Petro anasema ya kwamba dunia itachemka. Ila huo moto unateketeza, yani kuchoma na kusafisha waovu katika hali gani? Katika hali ya maiti. Na baada ya hapo ndipo ule moto pia unasafisha mazingira. Ila sikiza mwalimu, katika chemistry walituambia energy is never destroyed. Unaweza chukua kila kitu kaichoma, ila ikabaki vumbi. Na hiyo vumbi inaitwa jivu. Sasa sikiza, kama Mungu atakuwa amechoma wanadamu, whether ni katika maiti au katika chochote kile, ikabaki kuwa jivu, mambo ya kale yameenda, hamna usafi wowote uliofanyika. Kwa hiyo waliobaki wataishi ile mbingu mpya ambayo Yohana anaiona. Haiwezi kuwa mpya wakati iko na majivu ndani. Hata haiwezi kuwa ile ya zamani tu. Kama utakuwa na upendo wa mama yako, alafu atembea juu ya jivu, mahali unajua mama yako aliugua hapo. Hata kule India wanafukia. Afadhali wa India sasa. Utakuwa unafurahia mbingu hiyo. Kwa hivyo sasa hapa kuna kitu cha ziada ambacho kinafanyika. Kwa hivyo nimalizia kwa kusema hivi, kuna moto katika darasa 3 au katika nyanja 3. Kuna moto unaoua ambao ndio unaokuwa uzoefu wa ndani. Kuna moto wa mazingira na kuna moto wa kubadilisha ulimwengu katika hali ya kuifanya isiwepo, ndiposa ileta katika ulimwengu mwingine ambao utakuwepo mpya. Hii ndio ambayo inaenda kujibu swali la kwamba shetani naye ataangamizwa vipi. Sijui kama nitakuwa na haja ya kwenda pale, ila kwenye maandiko tunaambiwa Mungu anasema nitatoa moto nitatokezea moto ndani yako. Kwa nini hiyo ni muhimu? Ni kwa sababu ijapokuwa utawasha moto tanuri mzima dunia mzima, shetani kiumbe wa kiroho hawezi naswa na ule moto. Naelewa? Hivi mnaelewa?
Na ndio maana shetani yeye anaungua kwa muda mrefu. Sio makusudi kwamba Mungu amemweka pale. Yaani yanayotendeka pale, kwanza yeye atapitia kwa muda mrefu, kwa sababu moto wa kimwili ambao utachoma maiti ya waovu hawezi mgusa. Sawa? Ila kuna moto ambao utatoka ndani yake. Huu moto ulio ndani ya shetani ni moto gani? Reflection ya sio ndani gani. Yesu alimaliza kila kitu pale Calvary. Yeah. Sasa twende hapo. Kila kitu ambacho kipo duniani kiliumbwa na nini? Kiliumbwa na neno. Kwa hivyo kwenye kila seli ya binadamu, energy iliyo pale inayoshikilia kila kitu kifanye kazi ni nini? Ni neno. Kwa hiyo ndiposa shetani aweze kutoweka, asiwepo, na ulimwengu huu utoweke, usiwepo, lazima tuende reverse. Yeah? Lile neno ambalo lilitolewa lifanye kitu gani? Liondolewe. Lile neno linapoondolewa, then tunajua ya kwamba shetani atakapokuwa amebaki maiti ya kiroho, si ndio? Ama yeye ana mwili pia? Atakuwa nao. Si ndio? Kwa hivyo shetani wakati ambapo atakuwa amekufa, sawa, hana uzima, ni maiti ya kiroho, sio? Maiti hao ya kiroho ya shetani na maiti ya kimwili ya wanadamu, yote kila kitu na majivu yao, ndiposa yaondolewe, mambo yakuwe kama hayakuwepo, au ulimwengu huu ukue kama haukuwepo, ndiposa ulimwengu mwingine uumbwe upya. Lazima neno la uumbaji linaloshikilia kila kitu lifanye kitu gani? Liondolewe. Ndiposa mambo ya kale yakatoweke, ndiposa ulimwengu mpya urejeshwe. Au urejeshwe ama uumbwe. Basi kwenye kipengele hicho kitasaidia mtu kuelewa maana ya jehanamu. So jehanamu, walimu, katika Biblia ni tofauti na jehanamu ya Kirumi. Ni tofauti na jehanamu ya Muislamu. Muislamu yeye jehanamu anajua ni mahali watu wanaungua. Mkatoliki hivyo hivyo, Waadventista hivyo hivyo. Sawa? Ila Waadventista wao wakasema hamna, sio ya muda mrefu. Atachoma muda mfupi tu, alafu ni muda mfupi tu, ile bali itakuwa ni kuchoma mtu, sio? Hapo ndiposa pia common sense ikazimwa. Kwa maana ni vipi ambavyo utaweka mtu ndani ya moto wa kimwili, akae pale siku kadhaa, alafu hiyo pia iingie kwenye akili ya mtu ambaye anatumia akili. Na kuwepo nafunza kabisa wale walaini wako motoni ila wawaki. Unaelewa sasa? Ila waungui. Hiyo pia ni akili iliyolala. Unaelewa? Ila jehanamu ya maandiko, ukifuata historia ya Biblia, sijui kama nitakuwa na muda, ukifuata historia ya Biblia utapata hivi. Neno jehanamu linatoka kwenye kitabu kile cha, sijui kama nitakuwa nimekusahau, ni Isaya. Jehanamu ni Yeremia. Ni katika historia ya wana wa Israeli, wakati ambapo kulikuwa na sehemu fulani ya kijana ambaye anaitwa Hinom. Sawa mwalimu? Huyo kijana aliyokuwa anaitwa Hinom, shamba lake lilikuwa linateremka linaingia bondeni. Sawa? Kule bondeni wana wa Israeli wakaanza kutoa kafara watoto wao wakiwa hai. Ile sehemu ikawa ni sehemu iliyokuwa imelaaniwa, kwa maana kwenye kitabu cha Yeremia 3:31 inasema kwamba wakafanya kitendo ambacho Bwana hakuwahi liwaza. Kwa hivyo Mungu akafanya sehemu ile iwe ni sehemu ya ukumbusho ya laana ambayo Waisraeli walijiletea wenyewe kwa kufanya vitu ambavyo ni vya kishetani. Sawa? So sehemu ile ikawa ndiyo inayoitwa, sijui kwa Kiswahili mtakuwa mnaita namna gani, ila kwa Kiingereza tunaita ni municipal center. Yaani ni municipality, ile center ya kuchoma uchafu. So ikawa ni sehemu ambayo uchafu wa mji na mabaki ya hekalu yanapelekwa kule nje kwenda kuchomwa kule nje, ndiposa mazingira yawe masafi. Sawa? Neno hilo Jehanam baadaye likaibuliwa kuwakilisha sehemu ile mahali ambapo uchafu unachomwa katika Wafalme wa Pili 23:10. Ndio hiyo ipo, lakini pia kuna hiyo ya Yeremia 7:31, lakini pia hiyo naomba wapatie. Bonde hino pia kuna Mambo ya Nyakati wa Pili 28:3. Tena akafukiza uvumba katika bonde la mwana wa Hinomu, akawateketeza wanawe motoni. Asante. Sawa na machukizo yake. Kwa hivyo haya machukizo yakafanya sehemu hiyo ikawa ni speciali
ya kuchoma kitu gani? Uchafu. Watu. Si watu, uchafu. Kwa maana wao ndio walianzisha ikue ya kuchoma watu. Watoto, sio? Sawa. Ila Mungu akaita ni sehemu iliyofanya kitu gani? Iliyolaaniwa. Okay? Sasa alitumia yeye kama mfano wa kuwakumbusha machafuko waliofanya, uasi waliofanya, ile ikawa ni sehemu ya kusafisha nini? Mji. Sawa? Kristo anapotumia hilo neno, anatumia lugha wanaoijua ambayo itawasaidia kukumbuka walioyafanya na hatima ya mwanadamu. Sawa? Ni kama ile ya Lazaro akiwa jehanamu kwenye kifua cha Lazaro akiwa kwenye kifua cha Abrahamu na yule tajiri akiwa wapi? Jehanamu. Ile Yeremia ilikuwa nasema ni ile Yeremia 32:5. Aha. Tena walijenga mahali palipoinuka kwa Baali. Palipo katika bonde la mwana wa Hinnom, ili kuwapitisha wana wao na binti zao katika moto kwa ajili ya Moleki. Asante. Jambo nisilowaagiza, by the way, wala halikuingia moyoni mwangu. Moleki ndiyo ambaye anachoma watu akiwa hai. Na kwa hivyo jehanamu yeyote kwenye mafunzo ya dini, mafunzo ya kikanisa, mahali Mungu anawakilisha kwamba anachoma watu akiwa hai, wanaweka hiyo jehanamu Moleki. Ibada nini? Ibada ya Moleki. Ibada ya Moleki. Sasa nimalizie nukuu hii alafu mwalimu uweze kupeana wazo lako la kumalizia. Nukuu hii imeandika kwenye kitabu kinachoitwa Present Truth UK, June 15. Present Truth. Sasa. Sawa. June 15, 1899. Page 3. Thus regarded as an accursed spot. Sehemu hiyo mahali hapa palikuwa panachukuliwa kama mahali pa laana. And was the place for burning up refuse matter of the city. Palikuwa ni mahali ambapo palikuwa pamewekwa kwa ajili ya kuteketezea uchafu wa mji. From this comes the word Jehana. Kutoka hapo ndipo linapotokea neno Jehanamu. Used in Mark 9:45-47. Ilipotumika katika Luka 9:45 mpaka 47. This word simply means, neno hili kwa kifupi humaanisha the valley of Hinnom, bonde la Hinnom. Kwa hiyo kwa kifupi alipokuwa anazungumza Kristo kuhusu Jehanamu, alikuwa anawakumbusha habari za bonde la Hinnom, mahali ambapo uchafu unafanya gani? Unateketezwa. Kwa hivyo anapowaambia kwamba msiungue Jehanamu, anatumia mfano wanaouelewa kwamba mtakuja kuwa takataka. Unaelewa? Sio kwa maana Mungu atawahesabu takataka, bali wakati ambapo angamia wamebaki wamebaki maiti. Hiyo maiti ni nini? Hiyo maiti ni takataka. Ni takataka, inafaa tuipeleke wapi? Ikaondolewe, isafishwe. Ndio maana nawaambia hii miili hii ni takataka. Si hii miili, jicho ni takataka, nywele ni takataka. Heri uingie mbinguni hauna hiyo. Hauna jicho. Unaelewa? Au kigutu. Lakini usiingie huko mahali takataka inachomwa. Unaelewa? Mikono yako miwili. Maana nyingine alikuwa anatamani watoto wake wasiweze kupotea. Ndio. Mungu wetu aweze kuwabariki. Amina mwalimu, tunashukuru kwa ajili ya hayo yote. Okay, sasa naomba sasa wewe uje upeane muhtasari wako. Mimi naweza kuja hapo. Ndugu zangu wana na binti za Adamu, tunamshukuru Mungu kwa kufikia mpaka hapa. Nasi tumezungumza mengi na ndugu yangu ametoka hapa mbele yako amesema mengi. Tumefanya kazi hii kwa kujitolea. Nikiwa hapa kwa ndugu yangu Kenya, nikiwa nimesafiri kutoka kule nyumbani Tanzania. Lengo tu ilikuwa ni walau kufanya mazungumzo ambayo yanaweza yakatuletea wepesi katika yakaamusha mawazo mapya ya kutafakari juu ya Mungu tunayemwabudu na jinsi maandiko yalivyofunua. Huu sio ukweli mpya. Kimsingi tunausoma katika vitabu vya Waadventista wa Sabato ambavyo vimekuwako tangu mwaka 1844. Na Mungu alifanya jaribio hili kutaka kuwasogeza Waadventista katika uelewa huu kwa kupitia haki ya Kristo katika ujumbe wa mwaka 1888, na jambo hilo alikufanikiwa, adui akazuia. Lakini kwa kifupi ni lazima ujumbe huu urejee kwa mara ya pili, kwa sababu ndicho kitu pekee kinachowaandaa watu katika kilio kikuu
Ujumbe utakaohubiriwa katika kilio kikuu utahubiria na watu ambao wako na tabia ya Kristo, ambayo ndio tabia ya Mungu moja kwa moja, na ni sehemu ya ujumbe ambao unatakiwa kushangaza ulimwengu juu ya kile ambacho walikwisha kumhukumu Mungu kuwa na tabia sawa na ya Shetani. Kwa hiyo kazi yetu sisi kwa wakati huu, kama hapo tulipokuwa tumehitimisha, mpaka hapo Bwana atakapotujalia na fursa nyingine tena ya nguvu, uhai na mali kukaa kufanya kazi kama hii ambayo imefanyika hapa Kenya. Ninakuomba wewe msikilizaji, ikiwa ungependa kusikiliza ujumbe huu, ikiwa ni kanisani kwako au ungependa kuandaa semina mahala pengine popote, wajumbe hao ambao wamekuwa hapa kwa muda wa vipindi hivi vyote watakuwa wazi pale nafasi inapokuwa imejitokeza, hawatasita kuitikia mwito mahali kokote. Baada ya kuyasema hayo, jina langu ni Cyprian Naro, ndio nimekuwa pamoja nawe kama mwongozaji na msimamiaji wa kipindi hiki kimwili, lakini Bwana aweze kukubariki sana. Mpaka hapo tutakapokutana wakati mwingine, tuliyokuwa naye mnenaji wetu mkuu, yeye ni Wycliffe Nyasani. Nikualike katika ombi letu la mwisho. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe. Tunapenda kukushukuru kwa ajili ya kazi hii ambayo umetushirikisha sisi, na ukatupa Roho wako mnyenyekevu, Roho wa mwanao, Roho wa utii, nasi pale ambapo tumefanya sawasawa na bidii yetu yote, jina lako litukuzwe. Pale ambapo udhaifu wowote wa kibinadamu umechukua nafasi katika utukufu wako, na kuomba kwa huruma yako Baba wa milele, hayo yote ukatusaidia wakati mwingine yasiweze kujitokeza. Lakini zaidi, kazi hii haikuwa kwa faida kwetu tu, walengwa ni wasikilizaji hawa ambao wamefuatana pamoja nasi, kila mmoja kwa nafasi yake. Mbariki kila mtu aliyesikiliza, anachukua nafasi ya kutafakari na kupima kila wazo na neno. Baba, utamuongoza katika yale matakatifu yaliyo yako, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.